Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuona mtoto wangu anapiga hatua kitaaluma. Mimi kama mzazi nimelipokea vizuri kwa sababu nimeona kwamba juhudi yangu pamoja na walimu katika kumlea mtoto huyu na kumake sure kwamba anafikia malengo yake yanakwenda kutimia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Mahafali ya 10 kidato cha 6 shule ya sekondari Unyanyembe manispaa ya Tabora inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ inamuibua kijana Angelo Andrea Kwai, mhitimu wa kidato cha 6 ambaye anatajwa kufanya vizuri na kuwa kinara kitaifa katika somo la economics na geography na kujinyakulia ushindi wa jumla kwa shule zote 11 zinazomilikiwa na JWTZ nchini Tanzania. Kwanza kabisa kusikia taarifa kwa mtu wa kwanza kitaifa, kusema kweli kwanza sikuamini na nilifurahi sana kwa sababu kabla hapo nafaulu sana, lakini sikuwahi kubahatika kuwa nafasi hiyo ya kitaifa. Naweza nikasema kwamba hii inaweza kama ndo nafasi yangu ya kwanza kwa kitaifa. Kwa nafasi ambayo nilichukua ni mawili na kwa ushindi wa ujumla. Somo la kwanza lilikuwa ni la economics, nilikuwa wa kwanza, lakini pia somo langu la pili lilikuwa ni la geography, pia nilikuwa wa kwanza. Lakini pia kwa mshindi wa ujumla pia nilikuwa pia wa kwanza. Lakini kwa masomo yaliongoza ni economics na geography. Sergeant Lutgard Komba, mama mzazi wa kijana huyu ambaye pia ni mwalimu katika sekondari hii ya Unyanyembe, anaeleza namna ambavyo amekuwa akifuatilia kwa ukaribu ratiba ya masomo na maisha ya kijana wake. Mimi kama mzazi ninachokifanya ni kumsimamia mtoto wangu kuwa na ratiba. Katika ratiba yake anatakiwa aweke kila kitu ambacho yeye anakipenda. Awe na muda wa kusoma, awe na muda wa kucheza, awe na muda wa kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani na shuleni, lakini pia awe na muda wa kufanya ibada. Ndio maana unaona haya yote anaweza kwenda kwa wakati mmoja kwa sababu ana ratiba. Wanasema time appreciation. Nikiwa ninapumzika baada ya masomo, niwe nafanya nini? Mwanangu anapenda kucheza na mimi najua hilo. Na mimi usimzuii. Sana sana huwa namsupport. Ndio maana naona hata pale kitaaluma yuko vizuri, lakini pia kwenye kudansi pia yuko vizuri. Na make sure yote anayafanya katika utaratibu unaoeleweka. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kongole kwa sekondari ya Unyanyembe Tabora kwa kutoa kijana mahiri na kupeperusha bendera ya Tabora kwa shule zinazomilikiwa na JWTZ hapa nchini Tanzania. Sema kweli hapa shuleni kwetu tuna utaratibu wa kufanya test nyingi sana. Na hiyo ndio ilinisaidia asilimia kubwa hata tulipoenda kufanya kwenye ule mtihani wangu wa military. Maswali mengi tulikuwa tunayafahamu. Sio rahisi ila ni jitihada za mtu binafsi. Kwa sababu mimi naamini kama tusingekuwa hatufanyi mitihani mingi, natumaini hata kwenye hii nafasi nisingekuwepo leo. Japokuwa pia na jitihada zangu binafsi pia za kusoma, naweza kusema jitihada kubwa sana zipo kwa walimu wetu. Angelo anatajwa kuwa ni mchapakazi popote pale anapokuwa, na hiki hakijawahi kumnyima nafasi ya kusoma kwa bidii kiasi cha kufikia mafanikio haya. Angelo ni mtoto ambaye ana nidhamu kubwa. Angelo ni mchapakazi, Angelo ni msikivu, lakini pia Angelo ni mtafiti. Lakini pia Angelo ni mtoto ambaye anapenda kusali na ni mtumishi wa kanisani pia. Dunia imebadilika, tusiache mitandao ya kijamii itulelee watoto. Kitendo cha dunia kuwa kama kijiji, hapa kuna mazuri na kuna mabaya. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa hatujazoea yale, watoto wetu ambao wapo katika umri wa kukua, wengi wanachukua kama yalivyo. Kama kweli tunania watoto wetu wafikie yale ambayo sisi tunayatamani kwao, basi tuwajibike, tuwe nao bega kwa bega. Katika mahafali haya mbele ya hadhira hii, Angelo mbali na kuweka bidii katika masomo yake, anaonesha kipaji chake kwenye eneo la burudani. Katika muziki na taaluma, katika kitu ambacho niliona nafasi kubwa ni taaluma. Muziki waga anafanyaga, yani kama ikatokea labda nimeshasoma labda nimesasa, kwa sababu kuna muda ukisoma akili inakuwa sasa hizi kuingiza kitu unakuwa umechoka. Sasa ule muda waga ndo mara nyingi naweza siku nikalala au nikaburudika. Kusema kweli mimi ni nyumbani nilipotoka, yani kidogo wazazi wetu kidogo ni wakali. Yani hata kudansi huko unapokuambia sio kama mzazi ananiruhusu tu hivi. Hapana. Yani kila kitu lazima uombe kwa bwana samahani mama naomba ruhusa niende sehemu fulani. Na hivi anakuwa anajua sehemu unayoenda. Na anakuwa na kulimiti muda. Mwenye masikio na asikie, lakini mwenye macho haambiwi tazama. Ile dhana ya kuziogopa shule za jeshi, embu tuiweke kando na sasa tuzitumie vizuri kwa ajili ya kuwanoa watoto wetu kielimu, maadili, ukakamavu na uzalendo kwa manufaa ya maisha yao ya baadaye. Naomba niambie jamii ilete watoto wao shule za jeshi ziwalelee. Ilete watoto wao katika mashule ya majeshi ili hizi shule ziwalee watoto wao katika mila na desturi za Kitanzania, lakini kwa mafanikio makubwa. Mtoto ambaye anakuja katika shule ya jeshi
hata kama atakuwa na uwezo mdogo wa kiakili. Walimu katika mashule ya majeshi wamejaliwa mbinu mbalimbali za kuwanoa watoto na mwisho wa siku wanafikia malengo yao, lakini bado wanakuwa katika nidhamu ya hali ya juu sana, ambayo ndio msingi mkubwa wa mafanikio katika maisha yetu. Kwa hiyo shule za jeshi hazitishi, shule za jeshi hazina mambo ambayo wenyewe wanayofia. Hii ni shule kama shule nyingine, ila sasa hapa tunasimamia zaidi taratibu zetu tulizojiwekea, ikiwemo nidhamu na taaluma. Kwa hiyo niwatoe hofu, badala yake niwakaribishe katika mashule ya majeshi, na hasa wale walikuwa Tabora, karibuni Unyanyembe. Waswahili walisema mtoto wa nyoka ni nyoka. Ndoto ya Angelo ni kuwa siku moja anatamani naye awe mwanajeshi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kama alivyo mama yake Sergeant Lutgard Komba. Kwanza tangu mdogo nilikuwa natamani sana kuwa mwanajeshi. Na hiyo yote aliyopelekea nitamani kuwa mwanajeshi ni mama yangu mzazi, kwa sababu yeye pia ni mwanajeshi na pia ananisisitiza sana kwamba kwa sababu yani ukitaka ufanikiwe kupata kazi kirahisi itabidi ufaulu darasani. Na kwa sababu pia mimi natamani sana kuwa mwanajeshi, ndio maana mama yangu ananisisitiza sana nisome na najitahidi sana kusoma ili siku moja nifanikiwe kuwa mwanajeshi. Nimelilizia na pia nimelibariki na naendelea kuomba Mungu ndoto yake itimie. Karibu Tabora, karibu Toronto.